Kulingana na Bloomberg, utajiri wa Elon Musk umeweza kupungua kwa dola bilioni 34 ambazo ni sawasawa na Tanzanian shillings trilioni 88 na kuendelea, ikiwa ni moja kati ya hasara kubwa zaidi hususan kwa siku moja na kwa mtu binafsi. Hasara hii imeongezeka kufuatana na mfululizo wa machapisho kupitia mtandao wa X kutoka kwa Elon Musk, ambapo wamedai kwamba Rais Donald Trump alikuwa na ushirikiano wa karibu kabisa pamoja na marehemu Jeffrey Epstein, ambaye yeye alikuwa na matukio ya ajabu kama vile kusafirisha watoto na vitu kaza ambavyo vilikuwa ni kama faili lake ambayo lilikuwa nafahamika kwa jina la Epstein file. Matukio haya ambayo ameweza kuyapost Elon Musk, yeye yameweza kusababisha kudidimia kidogo kwenye masuala yake ya kifedha. Sasa aliweza kusaidia pia katika masuala yake ya kampeni, ambapo ilikuwa ni mwaka 2024 aliweza kumsaidia Rais Donald Trump katika kushinda uchaguzi wake katika masuala mazima ya kifedha na vitu kadha. Walikuwa mahusiano yao baina ya Elon Musk pamoja na Donald Trump yalikuwa ni makubwa zaidi. Sasa kwa mujibu wa Trump, baada ya Elon Musk kuweza kumhusisha kwenye kesi za Jeffrey Epstein kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao wanahusika, kwa kujibu ni kwamba Trump aliweza kutishia kwamba kuweza kukata mkataba wa serikali na kampuni ya Musk na kujiondoa katika msamaha wa ushuru wa magari ya umeme ambayo yanafahamika kwa jina la EV, uliokuwa umeanzishwa chini ya utawala wa rais wa zamani Joe Biden kupitia sheria ya punguzo la mfumuko wa bei ya mwaka 2022 iliyotoa hadi dola 7,500 kama punguzo la ununuzi wa magari ya umeme, jambo ambalo lilonufaisha Tesla na kuipa nafasi ya juu kwenye soko la Marekani. Na Tesla kama inafahamika kwamba ni moja kati ya kampuni ambayo anaimiliki tajiri huyu nambari 1 duniani Elon Musk. Sasa vizuizi ambavyo wamekuwa wakiwekeana baina ya hawa watu wawili siku chache mara baada ya kuonekana kabisa kwamba wako na zile misunderstanding baina ya hawa marafiki wawili ambao walionekana urafiki wao kudumu kwa muda mrefu, lakini sasa hivi misunderstanding zao zimeonekana kabisa kuendelea kuwekeana mipaka. Lakini kwa utajiri wa Elon Musk kuonekana kwamba unaendelea kushuka baada ya mipaka ambayo rais wa Marekani Donald Trump kuonekana kama amemwekea tajiri huyu nambari 1 duniani Elon Musk. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa Sawasawa Online Digital, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo. Usiache kusubscribe, kulike, utakuwa umetisha kinoma noma. Chao.